Kuna siri kubwa ambazo wafugaji wengi wa bata hawafahamu ambazo zinapelekea bata wao kuweza kukua kwa haraka, kukua kwa kasi. Bata wa miezi sita wa mtu ambaye anajua siri hizi inakuwa tofauti na bata wa miezi sita wa mtu ambaye hajui siri hizi. Kwa hiyo leo tutajifunza siri muhimu ambazo zitapelekea bata wako kuweza kukua kwa haraka. Kwani tunatarajia bata waweze kukua kwa wakati, ndani ya miezi sita bata wako waweze kuwavuna kwa ajili ya kuweza kupata mapato. Hivyo katika siri hizo tunaanza na siri namba moja ambayo ni siri ya muhimu sana. Cha kwanza ni lishe. Kwani tunazungumzia lishe na maana kwamba bata wako ili waweze kukua lazima waweze kupata lishe, na lishe pia imeweza kugawanyika katika sehemu kuu mbalimbali ambazo bata wako inabidi waweze kupata. Cha kwanza inabidi waweze kupata lishe iliyokuwa ni bora, sio lishe ili mradi kuwa ni lishe, hapana. Inabidi waweze kupata lishe iliyokuwa ni bora. Lishe bora tunasema ni lishe ambayo imegawanyika au ambayo imechanganyika na vitu mbalimbali ambavyo vitapelekea bata wako kuweza kukua, na miongoni mwa vitu hivyo ni swala zima la wanga. Lishe yako lazima iwe na protini. Lishe yako pia lazima iweze kuwa na madini kwa ajili ya kusaidia ukuaji, na pia lishe yako lazima iweze kuwa na mboga mboga za majani. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ni matarajio gani ambayo unatarajia baada ya bata wako kuwa umewalisha katika lishe ambayo iko vizuri? Tunasema matarajio ambayo unatarajia ni kwamba bata wako watakuwa kwa haraka. Ina maana vifaranga vitakuwa na kuwa tayari ndani ya miezi sita, na bata wako na uwezo wa kuweza kumuuza na ukapata pesa iliyokuwa ni vizuri. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na ndugu mfugaji, jitahidi sana kwa jambo swala zima la lishe iliyokuwa vizuri, lishe iliyokuwa ni bora. Na kitu kingine ni kuhusiana swala zima la maji. Kama unavyoangalia katika screen hapo, huyo ni mfugaji, bata wake ndo hao, ameweza kutengenezea sehemu ya kula, wanakunywa na maji kwa pembeni. Ameweka vitu zaidi ya chombo kimoja. Kwa hiyo ameweka chombo zaidi ya kimoja kwa ajili ya kuweza bata wake. Kuna beseni kama unalitazama hilo, na pia kuna kibeseni kidogo hicho, na pia kuna sehemu nyingine kuna pumba. Kwa kibeseni kidogo hicho bata wanakunywa maji, beseni kubwa bata wanakunywa maji. Bata wadogo wanakunywa maji, bata wakubwa wanakunywa maji, na pia kuna sehemu nyingine ambayo tutaenda kuonesha kuna bwawa kubwa ambalo lipo bata hao wanakuwa wanaogelea. Sasa hivi kwa sababu ni msimu wa mvua, bwawa lile hawalitumii sana, lakini muda wa kiangazi ile bwawa linatiwa maji kwa ajili ya kuogelea. Bata kwenye maji wanafanya vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza kabisa, maji bata wanaogelea. Maji bata wanatumia katika kunywa. Maji pia bata wanatumia katika kujisafishia na kadhalika. Kwa hiyo ndugu mfugaji wa bata, jitahidi sana kuweza kuwa na maji. Weka maji yawe ya kutosha, maji yawe mengi. Na kama hauna uwezo wa kuweza kuhudumia bata wako katika upande wa maji, na kusihi kabisa usiweze kufuga bata. Kwa hiyo utaangukia katika kundi la wale watu ambao bata wao wanakuwa hawakui, bata wao wanakuwa wanadumaa, na atakupelekea wewe kupata hasara. Kuna video yetu ambayo tumetengeneza inahusiana na swala zima la kuepuka hasara au kuepuka kufilisika katika ufugaji wa bata. Kwa utakuwa ni miongoni mwa watu watakaofilisika kwa ajili ya ufugaji wa bata. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, kama unaangalia katika screen yako hapo, hapa ni uwanjani, sehemu ambapo bata wanakuwa wanajinafasi, sehemu ambapo bata wanatembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo sehemu hiyo kiukweli ni safi. Bata wanahitaji usafi. Usafi ndio kila kitu. Kama hauwezi kumudu usafi kwenye ufugaji wa bata, ndugu mfugaji, basi jitahidi sana bata wako usifuge. Yaani usifuge bata hamisha. Toa bata peleka, au toa bata uza, kama hauna uwezo wa kuweza kumudu usafi katika bata. Kwani bata wana mazingira machafu, bata wanakula vitu vichafu, lakini lazima uweze kuwekea mazingira ya usafi. Kwani mfugaji wetu huyu, yeye anafanya swala zima la usafi, anafanya usafi kutwa mara mbili. Maana asubuhi unapoamka kutoka asubuhi, kabla hujafungulia bata wako, jitahidi sana ufanye usafi. Kwanza unasafisha uwanja ule ambao bata wako wanaenda kushinda, bata wako wanapokula, bata wako wanapocheza na kuogelea. Safisha bwawa, safisha vyombo ambavyo bata wanalia, safisha vyombo ambavyo bata wanakunywa maji. Ukimaliza kufanya usafi huo, safisha uwanja wako uweze kuwa safi vizuri kabisa. Ukimaliza hapo, fungulia bata wako waweze kutoka nje. Watakapotoka nje, ndani ya banda lile unaposafisha, safisha, tia mapumba, badilisha mapumba kama unatumia mapumba, na kama unatumia mchanga pia una taratibu. Baada ya kusafisha unakuwa unaweka mchanga walau kwa wiki mara moja kubadilishia mchanga,
Hiyo inasaidia bata wako kuweza kuwa imara na bata wako kupata magonjwa, kwani hasara ya mazingira machafu na hasara ya banda ambalo ni chafu kwamba inapelekea kwa katika swala zima la kuweza kuambukizana magonjwa, kwani mazingira machafu mara nyingi sana ndio sababu ya kupata magonjwa. Kwamba kama mazingira yatakuwa ni machafu, ina maana bata wako watakuwa wanapata magonjwa mbalimbali. Kuna magonjwa ya kuambukiza, magonjwa ya njia ya hewa, magonjwa ya njia ya matumbo na kadhalika. Kwa hiyo magonjwa hayo bata wako utaweza kupata kama utakuwa bata wako wapo katika mazingira ambayo ni machafu, mazingira ambayo hawasafishii. Lakini ndugu mtazamaji na ndugu mfugaji wa bata ambao unataka uweze kufanikisha na kuweza kutoka hapo ulipo kwenda katika hatua nyingine, kutoka bata wako 10 kwenda bata wako 200, kutoka bata wako 200 kwenda bata wako 1000, jitahidi sana katika swala zima la usafi. Panga ratiba usafi, fanya na usafi kwa vitendo, hiyo itakupelekea wewe kuweza kufanikiwa na kuweza kumove kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwani bata zinalipa na wengi wanafanikiwa katika swala zima la ufugaji wa bata. Kitu kingine ndugu mtazamaji na ndugu mfugaji, kuna watu wengi wanakosea katika swala zima la nafasi. Bata hawana nafasi ya kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Eneo unafugia bata ni dogo, eneo ni finyu ambalo linawabana bata na kuwapelekea bata kutokupata nafasi ya kutembea na kumove na kuzaliana, na hii inapelekea msongamano unakuwa ni mkubwa na kupelekea bata wako kutokuwa vizuri. Kwa hiyo nakusihi na pia nakushauri kwamba jitahidi sana unapokuwa unafuga bata kuweza kutafuta eneo lilokuwa kubwa, eneo tengevu, eneo ambalo ni kubwa la kuweza, maana bata hawa wanatembea. Bata ni kama binadamu, ni kama ndege wengine, wanataka sehemu ambayo unaweza ukatembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wanataka nafasi ambayo wanaweza wakapaa, kwani ni ndege tukumbuke. Kumbuka unafuga ndege, kumbuka bata ni ndege wana mabawa, wanataka na wewe nafasi ya kuweza kuruka. Wanaruka, wanakuwa wanapaa, hapo bata wako watakuwa vizuri. Kwa hiyo ili uweze kufanya mambo yote hayo, lazima kuweze kupatikana nafasi. Bila kuwa na nafasi, kiukweli bata wako hawatakuwa haraka, bata wako watadumaa, na utakuwa ni mtu ambaye unalalamika kusema kwamba mbona bata wa fulani wako vizuri, na kwa nini bata wangu wanadumaa, na kwa nini bata wangu hawakui, na kwa nini bata wangu nikiwapeleka sokoni wanakuwa na kilo ambazo ni ndogo, na watu hawazitaki, hawataki bata wangu sababu sio wazuri na wana kilo ndogo. Hii ni kwa sababu bata wako wanakuwa wamebanana. Na siri kubwa nyingine ndugu mtazamaji ni kuhusiana na swala zima la chanjo. Yaani bata tunasema inabidi uweze kuwakinga na uweze kuwatibu. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumzia kukinga, bata wanakingwa na chanjo. Kuna chanjo mbalimbali ambazo zinapatikana katika pembejeo, katika maduka mbalimbali ya mifugo, ambao wanaweza kushirikiana na kwenda kwenye maduka ya mifugo na kwenda kuulizia. Kuna dawa mbalimbali, na tutatoa video yetu ambayo itahusiana kuelezea madawa mbalimbali na kazi zake ambazo unaweza ambazo zinafanya kwa ajili ya kuweza kuwakinga bata wako. Kwa hiyo kuna chanjo. Chanjo ina maana kwamba kuna chanjo ya ndui, kuna chanjo ya pepo punda na chanjo nyingine mbalimbali ambayo inapatikana katika swala zima la bata. Kwa hiyo bata na wao wana magonjwa ambayo unaweza kuwakinga. Na pia kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana kwenye swala zima la chanjo, hii imekaa katika sehemu kuu mbili, either chanjo au unaweza pia ukawa unatibu. Ni swala zima la minyoo, yaani bata wanasumbuliwa na minyoo. Mazingira ya bata tunayafahamu kwamba wanapenda sana kula vitu mbalimbali ambavyo viko katika ardhi. Kwa hiyo kwenye ardhi kule kunakuwa kuna minyoo, kwa hiyo bata na wenyewe nao wanaathiriwa na kula minyoo, wanapata minyoo. Ili kuweza kutoa changamoto hii ya bata kuwa na minyoo, yani kuweza kuwatibu au kuwakinga na minyoo, tunashauri na tunashauriwa na wataalamu wetu wa ufugaji, wale bata wako waweze kuwa unawapa dawa za minyoo walau ndani ya wiki 6, ina maana kwamba kwa mwezi na wiki 2. Yaani wiki 6, kila baada ya wiki 6 unawapa dawa ya minyoo. Kwa dawa ya minyoo inapatikana, na dawa ya minyoo ni kwa bei nafuu, na dawa ya minyoo pia ipo katika mfumo wa unga, ina maana unachanganya na maji, bata wako wanakula. Unapokuwa unakunywa maji, unaogelea kwenye yale maji tayari yameshatibiwa na bata wanakuwa katika mazingira ambayo yako salama. Kwa hiyo tukifanya hivyo, ndugu wafugaji, utakuwa katika mazingira ambayo ni mazuri na utaweza kuepukana na changamoto kubwa ya upotevu wa vifaranga, upotevu wa bata, na bata wako watakuwa katika mazingira ambayo mazuri na watakuwa vizuri. Na kitu kingine ni kuhusiana na banda bora, kwani
ndugu mtazamaji, kwamba siri kubwa ya watu ambao bata wao wanakuwa kwa haraka ni wametengeneza mazingira ya mazuri wa bata wao wanapokuwa wanaishi. Kwani bata inabidi wakae katika banda lililokuwa bora. Banda bora ni banda la aina gani? Ni kitu cha muhimu sana ambacho unakuwa unajiuliza mfugaji. Je, wewe banda lako ni bora au banda lako sio bora? Ili kujua kama banda lako ni bora au sio bora, kuna vitu ambavyo inabidi uweze kuvifahamu ambavyo tutaweza kujifunza kwa siku ya leo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, baada ya kuweza kujiuliza kwamba wewe, je, banda ulionalo wewe ni banda bora au sio banda bora? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo inabidi uweze kuvifahamu. Kwa cha kwanza kabisa, sifa banda bora liwe limeezekwa. Ina maana kwamba liwe limeezekwa aidha na majani au na mabati. Ina maana lisiweze kupenyeza maji yakaingia ndani. Kwani bata hawapendi, sawa wanapenda maji, lakini wao hawapendi kulala mazingira ambayo yanalowana. Wanalala afu usiku mvua inanyesha, wanalowana na maji. Na pia kumbuka kwamba kuna vifaranga pia. Kwa hiyo mazingira, banda la kwanza kabisa banda inabidi liweze kuezekwa lisiweze kupitisha maji, yani lisiwe linachuja. Kitu kingine, banda bora ni ile banda ambalo linakuwa lina uwezo wa kupitisha hewa ikawa inaingia na kutoka, hewa inaingia na kutoka. Tukumbuke kwamba bata wanaathiriwa sana na magonjwa ya mfumo wa kupumua. Kwa magonjwa ya mfumo wa kupumua huwa yanathibitiwa kwa kuweza kupata banda ambalo lina mfumo wa hewa wa kuingiza na kutoka, kuingiza na kutoka. Kwa hiyo kama utakuwa kuna flow of air katika banda lako, banda lako litakuwa katika sifa nzuri ya banda lililokuwa liko bora. Na kitu kingine, banda bora ni ile banda ambalo linakuwa na sehemu ya viota, sehemu ya kutagia mayai, na liwe banda kubwa na banda pana ambalo lina nafasi ya bata wako kuweza kutosha. Kama bata wako ni 200, basi jitahidi sana banda lako liweze kutosha bata hao 200, wasibanane, wasikae kwa kubanana, wakadonoana mpaka mwisho wa siku bata wako wakawa hawafanyi vizuri na bata wakawa wanaathirika katika sehemu moja ama sehemu ya pili. Na kitu kingine kuhusiana na banda bora, liwe banda kavu. Banda liwe kavu na matandiko yao ni mazuri chini. Matandiko yaliyopo aidha unaweza kutumia matandiko ya majani au kutumia matandiko ya pumba, malanda yale ambao wanatandika pale chini kwa ajili ya uwepesi wa kufanya usafi na kadhalika. Kwa ndugu mtazamaji, hiyo ndio sifa ya banda bora. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na pia mfugaji mwenzangu, inabidi uweze kukaa na kuweza kujiuliza, je, wewe katika siri hizi 6 ambazo tumeweza kuzitoa leo, wewe siri hizi uko unazifahamu? Je, kama unazifahamu, kuna sehemu gani ambayo kwenye hizi siri ambazo zinakuchanganya unataka uzijue kwa undani zaidi? Kwa hiyo utasoma comment yako hapo. Kama unataka ujue kuhusiana na swala zima la lishe, naomba usome, uandike comment lishe, nitakutafuta na tutaweza kukufundisha kuhusiana na swala zima la lishe. Na kama unataka kujua kuhusiana na swala zima la maji na umuhimu wa maji kwa undani zaidi, utacomment neno maji, tutakusaidia hapo. Na kitu kingine kuhusiana na swala zima la usafi, unataka ujue usafi kwa undani zaidi, ratiba ya kufanya usafi katika banda lako la bata, naomba comment neno usafi. Na kama unataka kujua kuhusiana na nafasi, faida ya nafasi na undani zaidi ambao unahusiana na swala zima la nafasi, naomba ucomment neno nafasi. Na pia swala zima la chanjo, comment neno chanjo, magonjwa. Tutaweza kukusaidia kuweza kujua dawa mbalimbali, dalili mbalimbali ya magonjwa ambayo yanahusiana na swala zima la bata na jinsi ya kuweza kukinga. Na kitu kingine, kama unataka uweze kupata picha na video nzuri na maelekezo mazuri kuhusiana na swala zima la banda, comment neno banda bora, tutaweza kukusaidia kuhusiana na swala zima na kuweza kupata vipimo vizuri na jinsi gani na kuweza kutengeneza banda lililokuwa liko vizuri. Na kwa ushauri wote usisite kuweza comment kwetu na kuweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii ili tuweze kukusaidia kuhusiana na swala zima la ufugaji bora wa bata. Yote ukiyafanya haya, nini unapata? Utakapojua siri hii ya kuweza kukuza bata kwa haraka, utapata faida ya mafanikio mapema. Ina maana kwamba wewe utafuga bata wako na ndani ya muda mfupi utaweza kuvuna bata wako na ndani ya muda mfupi utapeleka sokoni. Ukipeleka sokoni utapata wateja wako waendelevu ambao wanapenda ubora wa bata wako. Kwa hiyo hii ni faida kubwa ya kuweza kujua siri hii ambayo inasaidia bata wako kuweza kukua kwa haraka na kuweza kuwa bata waliokuwa ni bora. Kwa ndugu mtazamaji, tukumbuke kwamba wateja wetu wengi wa bata au walaji wa bata wanapenda bata waliokuwa bora, wanapenda bata waliokuwa ni wakubwa na bata
waliokuwa ni imara. Kwa hiyo ili uweze kupata wateja wa kudumu, jitahidi sana kuweza subscribe na pia tufuatilie tukufundishe.